Ni Uwaka Day parokia ya Yesu Kristo kuhani mkuu wa milele Bwiru. Leo kanisa linapoadhimisha Dominika ya 5 ya Pasaka, Uwaka parokia ya Yesu Kristo kuhani mkuu wa milele Bwiru wameadhimisha siku ya somo wao Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi ambayo imefanyika hapa parokiani siku ya leo. Roho tunapozimia, Yosefu karudia. Kupitia homilia yake, baba paroko wa parokia hii Padri Josephat Nzioka SMA amewaasa wanaume kuwa na ujasiri katika kukabili majukumu yao, lakini pia akiwataka kujifunza hasa kutoka kwa Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi ambaye alikuwa akitenda mambo yake pasipo maneno mengi na kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika magumu wanayokutana nayo. Mungu ni wa muhimu sana katika maisha yenu ya kila siku, wana Uwaka. Mtakatifu Yosefu hakujenga familia yake kwa nguvu zake mwenyewe, alimtegemea Mwenyezi Mungu. Alikuwa mkimya lakini imara, hakusema sana lakini alitenda kwa uaminifu. Kisha anawakumbusha kuwa pamoja na changamoto za kiuchumi za kutafuta riziki za hapa na pale ili kuweza kutunza familia zao, wasiweze kumwacha Mungu, bali katika kuhudumia familia wasilisahau kanisa, wasisahau nafasi ya mwanaume ndani ya kanisa Katoliki. Hata kama umebeba mzigo mzito kiasi gani, usikate tamaa, kwa sababu Mungu yu pamoja nawe. Kwa hiyo, kwa kuhitimisha, naomba nitoe wito wa pamoja kwa ujumla kwamba wanaume tusifadhaike, tupige mbio, tupambane pamoja na Mwenyezi Mungu. Wanawake tuwape waume wetu sapoti ya kutosha. Kanisa limemwadhimisha Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi siku ya Ijumaa tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2026, lakini parokia hii wakaamua kuleta siku hii, kuisogeza mpaka siku ya Dominika, lengo ikiwa hasa ni kuwapata wanaume wengi na kuweza kurahisisha upatikanaji wao. Kwa majina naitwa Emmanuel Mgema, mwenyekiti parokia ya Bwiru. Lengo hasa au wazo la hiki kitu kilichofanyika leo limetokana na nini? Limetokana na mwitikio wa wanaume wa parokia ya Bwiru, kwa sababu tulikuwa kidogo tuko nyuma sana, wakina mama walikuwa mbele sana, lakini tumeamua kwamba na sisi wanaume tuamke. Naam. Sehemu nyingi imekuwa changamoto kuwakusanya wanaume pamoja kama tulivyoona mahali hapa leo. Ndiyo. Wewe umetumia njia gani kuwakusanya wanaume wengi kiasi hiki na mkaweza kuorganize vizuri, wakaweza kushona sare, tumeona suti nzuri imependeza wote, lakini pia mmeweza kutengeneza kwaya mkaimba kwa pamoja. Ninyi mmewezaje? Nini siri yenu? Siri yetu, tumeshirikiana na viongozi wa jumuiya mpaka viongozi wa ngazi ya parokia, na ndio maana mwitikio umekuwa mkubwa wa wanaume. Ndio. Pengine changamoto mnayokutana nayo katika utume wenu ni ipi? Ni changamoto ambayo tunayokutana nayo kubwa sana ni wanaume, kwa sababu wanaume wako bize sana, lakini tunajitahidi sana wanaume kuwasogeza na kukaa nao pamoja na kuwaelewesha nini maana ya Uwaka, na ndio maana umeona wanaume wote wamejitokeza kwa ajili ya kushiriki hili tukio hili la leo kwa sababu ya kuhamasisha. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa James John Mackenzie, katibu wa Uwaka parokia ya Bwiru. Namshukuru Mungu kuwa ndani ya utume wa Uwaka ndani ya parokia yetu ya Bwiru. Kabla ya utume huu kuingia, nilikuwa katika utume wa vijana. Nilikuwa mwenyekiti wa Viwawa, na baada ya kustaafu ndani ya utume wa vijana nikawa nimeingia ndani ya utume wa Uwaka. Namshukuru Mungu, nimeweza kujifunza mambo mengi. Kuna vitu vingi vya kujivunia, kuna maadili ambayo yameniweza kunifunza na kunikomaza katika ujana wangu. Kwa majina naitwa Mrs. Rusi Kachwele, natokea Jumuiya Mtakatifu Teresia Mtoto Yesu na ndiye mwenyekiti wa WATA wa parokia hii ya Bwiru. Ni kweli kabisa ndugu mtangazaji, Uwaka wamekuwa sehemu kubwa sana hasa katika familia, ambapo nyumba bila baba tuseme ni nyumba ambayo inakuwa kama ina mapungufu, kwa sababu baba anapokuwepo katika familia, baba huyo ndio nguzo ya familia,
baba huyo huyo ndio msingi wa familia. Lakini baba huyo huyo ili afanikiwe katika shughuli zake zote za kiuchumi, lazima mama awe nyuma yake katika kumsapoti na kumpa nguvu ili aweze kutimiza majukumu yake vizuri. Naam, kupitia utume wa familia ndani ya nyumba ziko heka nyingi, ziko changamoto nyingi huko. Pengine akina mama watakuwa wamejisahau kwa namna fulani katika kuwatia moyo pengine na kuwaombea. Huenda familia akina mama wamepunguza hicho kitu kwenye familia, ndio maana familia akina baba wanashindwa kusimama vizuri. Ni kweli kabisa ndugu mtangazaji, ni kweli wakina mama pia mambo yamekuwa ni mengi sana, lakini mambo menyewe ni katika kukimbizana ili angalau maisha yaweze kuwa mazuri, familia ziweze kukaa vizuri. Na mara nyingi sana wakina mama, mitandao ya kijamii tumejikuta tumeegemea sana kwenye mitandao ya kijamii, na hata tunajikuta tunasahau majukumu yetu kama mama. Kwa hiyo ni kweli kabisa sisi wakina mama, sisi ndio wasaidizi wa hawa wakina baba ambao ni UWAKA. Kwa maana hiyo ni kweli tunatakiwa tuweze kulifahamu hilo kwamba sisi wakina mama tunapolegalega na baba lazima atalegalega, lakini mama anaposimama vizuri na baba lazima atasimama vizuri, kwa sababu mama kiongozi wake mkuu ni baba na baba kiongozi wake mkuu ni mama. Kwa maana hiyo tunaishi kwa kutegemezana hivyo hivyo. Hata mimi mwenyewe mama, kuna majukumu ambayo natakiwa kuyafanya, lakini baba anapokuwepo karibu na kunisapoti na kunitia moyo, lazima nitafanya vizuri katika majukumu yangu ambayo yananihusu kama mama. Neno kubwa kutoka kwa mwenyekiti wa WAWATA parokia hii ya Yesu Kristo kuhani mkuu wa milele anakwambia mama kiongozi wake mkuu ni baba na baba kiongozi wake mkuu ni mama. Yes. Tafakari hiyo. Kwa niaba ya idara ya habari na mawasiliano Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza, mimi ni Alfred Mbonye. Hakikisha umesubscribe YouTube channel ya Jimbo Kuu la Mwanza ili kupata habari mpya punde zinapojiri. Mpaka wakati mwingine, tumsifu Yesu Kristo. Palipo na mengi pana wengi. Karibuni parokia ya Yesu Kristo kuhani mkuu wa milele Bwiru. UWAKA wanaume wa Katoliki wa Tanzania, ni nguzo kweli ya kanisa letu moja Katoliki. Twajivuna wanaume kwa umoja ndani ya kanisa. UWAKA ni nini? Nielezeni nami nielewe. Ni umoja wa wanaume